Mpendwa ndani ya Kristo, Bwana Mungu akubariki na Bwana Mungu akusaidie. Nasema meeleve kwa jina la Yesu Kristo. Hii mwaka ndio mwaka ya baraka kwako, mwaka wa ufungulivu, mwaka wa resite kwa maisha yako, na Bwana Mungu akubariki, atangulie mwaka wako mzima kwa jina la Kristo Yesu. Mpendwa, nikwambia kwamba wakati tunaenda ndani ya mavee ya mwisho wa mwaka, inakuwa kutambulisha kwamba tutambulishe Mungu ndani ya mwaka yetu. Me ile haitoshi, uresure mwaka ambao umeingia mpya ya kwanza na kubiri ukuwe na programu. Ifuna kuwa na programu ya mwaka mzima. Ifuna kuwa na projet ya vitu ambayo utafanya mwa hii mwaka ya 2026. Ifuna kuwa na agenda ambayo inakuwa kama programu yote ambayo utafanya kwa hii mwaka ya 2026 uweze ukorije ile ane ambayo imepita. Mpendo ya Kristo, napenda kuambia kwamba ndio mwisho wa mwaka ifo respecte wakati. Jitenge na vitu ambavyo vinaweza kulia muda bure ambao vivingizie kitu. Ifo respecte wakati. Wakati ni muda ambayo ni rafiki ambao yeye haiko rafiki mwema. Wakati kisha pita na imepita, inakubidi una respecte wakati. Jitenge na marafiki wabaya. Wale wote ambayo walikuwa kwa maisha yako, ambao walikuwa wakongezea kitu, na wana upondea muda, ni muda ujitenga nao, unaanja mapya. Mpendwa, na ingine ya tatu hapa nikwambie, mwai 2026 tumekombea na umeomba Mungu. Meila itambeshe usitumike kazi. Jour resure na jour pate pesa, mwai 2026 jour ganye, hii 2026 inakubidi kazi. Tafuta kazi, tumika kazi na bidii, ni pale ambapo utaendelea na hii 2026. Mathayo 7 inasema kwamba ombeni utapewa, tushaomba, metafuteni utapata. Kama utafute ndani ya kutumika kazi, ili riske hii mwaka 2026 inakuwa kama ile mwaka ambayo ilipita, ambao kufanya kitu cha maana. Nasema Bwana Mungu akubariki, na Bwana Mungu akulinde, na Bwana Mungu akusaidie kuwa na projet, tumika kazi, tosha uvivu ndani yako, na Bwana Mungu atakusaidia. Bwana Mungu akubariki. Amen.